Na hivi sasa mtazamaji unayotazama hivi sasa yenu yupo mkurugenzi atajitambulisha kamili. Leo hii tumeamua sasa kutembelea nyumbani kwake ambapo kipindi hiki kilimfuata, lakini kubwa zaidi tunataka kufahamu nini anachokifanya, amefanya nini, na pia baada ya kufanya lengo lake ni nini. Karibu sana mtazamaji. Karibu mkurugenzi, kwa jina lako na jina la mkurugenzi. Asante sana. Kwa jina naitwa Violet Emmanuel Mbele. Ni mkurugenzi wa NGO ya Young People Empowerment and Support Organization ambayo ofisi zake zipo Konga Mazizini, ambayo inadili na wanawake, vijana na watoto. Labda ni kwa nini uliamua au ukafikiria ukaanzisha kitu kama hicho kudili wanawake pamoja na watoto? Nini ambacho kilichokusukuma hasa kurugenzi? Kwenye taifa letu kuna shida kubwa sana juu ya wanawake, vijana na watoto. Kwa hiyo na mimi nimetoka na kuwa napenda sana kuishi na vijana, wanawake na watoto. Kwa hiyo matatizo ni mengi. Kwa hiyo kwa kuwa nilikuwa mwalimu mwanzilishi wa vikoba Tanzania, kwa maana hiyo nimeona changamoto nyingi ambazo wanapata wanawake, vijana na watoto. Kwa hiyo taasisi yangu sasa inatoa elimu kwa nchi nzima. Mimi nimefurahi kama mtazamaji unaoangalia, huyu ni mwanzilishi wa vikoba. Ukisikia vikoba, huyu ndiye mwanzilishi, ni lazima tumpe maua yake. Kwa kweli uanzilishi wake vikoba imekuwa sasa ni kama ni mkombozi na kuinua uchumi wa wanawake wengi sana. Mnavyoona kwenye masokoni wamejaa wanawake, kila mahali wanawake. Ni kazi nzuri inafanywa na mkurugenzi. Baada ya kuanzisha vikoba na imeendeleza vikoba, labda ni hatua gani au ni maendeleo gani umeyapata ndani ya taasisi yako? Maendeleo ambayo tumepata ni makubwa, kwa sababu nina vikundi vingi na vikundi vyangu sio vya mkoa tu wa Dar es Salaam. Mimi nina vikundi hata nje ya mkoa wa Dar es Salaam, nina vikundi nje ya wilaya ya Ilala, na vikundi nimevipigania vingi vimeshasajiliwa kupitia kwenye wilaya zao husika, na vingi vimeshapata mikopo kutoka kwenye halmashauri, zingine zimetoka kwenye CRDB, nikiwa balozi wa CRDB kupitia Imbeju. Kwa hiyo nimepeleka vikundi vingi sana na vimefungua akaunti nyingi na wengi wamepata mikopo. Kwa hiyo nafurahi kwa sababu kuna kitu ambacho naona kinafanikiwa kwenye taasisi yangu. Labda tumeona jinsi gani ya wanawake, ukuacha vijana pia. Vijana ni kundi kubwa ambalo kwa kweli hata Mheshimiwa Rais ameamua sasa kuweka wizara maalum kwa ajili ya kufuatilia kwa karibu changamoto ya vijana. Labda ni changamoto zipi ambazo wewe unajua kabisa vijana wakipatiwa angalau kidogo vijana watakuwa walitambua? Ni kitu gani kwenye taasisi yako? Nashukuru sana kwenye swala la vijana. Hata juzi tulikuwa na uzinduzi katika Ilala, kongamano la vijana. Vijana wana changamoto nyingi, na kwa kweli namshukuru sana Mheshimiwa Rais kuona hilo swala la kufungua wizara hasa ya vijana, na waziri wa vijana kwa kweli anapambana, na kama ataendelea hivi na hata yale makongamano yakashuka chini kwenye kata husika, basi naamini vijana kweli watafikiwa. Kwa sababu kinachotakiwa kwa sasa hivi si tu kwa taasisi yangu, hata kwa halmashauri, mpaka kwa taifa yenyewe, lazima iwafikie wale vijana wa chini. Kwa sababu mara nyingi vitu vinaanzishwa lakini vinakuwa hewani, huko juu, huku chini hawana taarifa. Taarifa ni tatizo sana. Kwa maana hiyo vijana tatizo lao ni kubwa, ajira hawana, misingi hawana. Pia yani kama kundi ambalo limeachwa. Unajua tulikuwa tunathamini sana mtoto wa kike, pamoja na wa kike nao vijana wapo, lakini sisi tulibase sana kwa watoto wa kike. Matokeo yake tumewaacha watoto wa kiume. Sasa watoto wa kiume wamekuwa hawana pa kushika kwa kweli. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kurudi kuwanyoosha watoto wa kiume waende kwenye mstari. Mkurugenzi amesema kuna kuwapa elimu ili waende katika msingi imara. Labda katika taasisi yako mkurugenzi, labda ni elimu hii ambayo unawapa vijana
na wao tayari wameshachukua na wameifanyia kazi. Unaweza kuzungumzia kidogo? Naweza kuzungumzia mpaka sasa hivi kuanzia mwaka 2024 nimeshaweza kuwapeleka vijana ambao walikuwa wanatamani kusoma lakini waliishia darasa 7, waliishia form 4, labda walifeli au walishafaulu lakini hawakuweza kuendelea. Hata form 6 niliwapeleka VETA kwenye huu mradi wa Mheshimiwa Rais, kwenye kila wilaya watoto wakasome VETA bure. Kwa kweli nimepeleka vijana wengi, na hata juzi la kufurahisha kuna kijana mmoja amenishukuru kwa message, mama asante, nimepata ajira. Yupo Kigamboni, amepata ajira ya ualimu lakini bado hajathibitishwa, ila analipwa kama mwalimu wa kujitolea, lakini alienda VETA. Kuna ambao niliwapeleka Kilwa VETA, kuna ambao nimewapeleka VETA hapa Dar es Salaam, kuna ambao nimewapeleka VETA Majani ya Chai, kuna ambao nimewapeleka mikoa tofauti, na wote wamefanya vizuri na wengi wamepata ajira zao. Kuna wengine wamepata kazi za hotel management ambao niliwapeleka hata kwenye hizo taasisi tu za watu binafsi, lakini wanatoa elimu. Kuna kipindi huwa wanatoa nafasi bure kwa vijana, kwa hiyo wao wanakuwa hawana taarifa. Kupitia taasisi yangu natangaza. Kwa hiyo wengi kwa kweli nafurahi sana wamenufaika na wengi wanashukuru sana. CV mtazamaji awe ameikamata kidogo, maana ni taasisi ambayo inafanya kazi kubwa, pia inamsaidia moja kwa moja Mheshimiwa Rais. Taasisi yangu inaitwa kifupi inaitwa YESO. YESO. Young People Empowerment and Support Organization. Tunadili sana na vijana na kina mama. Nina wakina mama wengi sana mkoa huu wa Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Vikundi, na sasa hivi niko na vijana wale wa miaka 14 na kuendelea. Na nataka kuanza kupita mashuleni sasa kuwafundisha watoto mfumo wa kuanza kujiwekea. Kwa sababu elimu hiyo watu wengi hawana. Sasa mtoto anamaliza hana idea ya kitu chochote, na hata kusave shilingi moja hawezi. Kwa hiyo kule tunataka tupeleke kupitia kampuni yangu, kama nitafanikiwa kupata hilo fungu nao litafuta, waweze kwenda hizi VETA, basi twende kwa watoto. Turudishe utaratibu kama wazazi wetu. Watoto waanze kujifundisha kushona, kutengeneza makapeti shule, kupika, kupanda, kulima, vitu kama hivyo. Ambavyo zamani walikuwepo watu wanafundisha kushona, wanapika, wanafanya nini. Kwa hiyo kupitia taasisi yangu nataka kwenda kuanzia chini kwa nitaanza pilot area Ukonga, kwa vijana wa Ukonga, niweze kuona mtoto akirudi nyumbani ajue kupika sambusa, anaenda shule ameacha nje zinauzwa. Anajua kupika mandazi, anaenda shule anajua. Kiasi kwamba hawa watoto wakimaliza darasa 7 au form 4 hawatakuwa tegemezi.